La kwanza, Mheshimiwa Rais, kama mtakumbuka, wakati wa kampeni za uchaguzi aliahidi kutekeleza bima ya afya kwa wote. Nafurahi kuambia kwamba bima hii ya afya kwa wote utekelezaji wake umeanza, ambapo mpango huu umeanza kwa majaribio ukihusisha makundi maalum ya watoto, mama wajawazito na wenye ulemavu. Makundi haya yanapatiwa matibabu bila malipo, na hivi sasa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya unaendelea na zoezi la usajili wa kaya zisizokuwa na uwezo, ambapo jumla ya kaya 931,000 zisizo na uwezo na watoto wanaoishi katika mazingira magumu wametambuliwa kwa ajili ya kupatiwa bima ya afya kwa wote. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 48.7 kwa ajili ya kugharimia mpango huu, lakini pia kuanza kwa 100% kwa gharama ya matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasiokuwa na uwezo. Magonjwa yale yasiyoambukiza ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Tayari utekelezaji wa ahadi hii ya Mheshimiwa Rais umeanza na wananchi wanaendelea kupata huduma hizo katika vituo vyetu mbalimbali vya tiba. Mtakumbuka wote Mheshimiwa Rais aliahidi kuajiri wahudumu wa afya 5,000. Nafurahi kuwajulisha kwamba wahudumu hao wote ama wafanyakazi hawa wa sekta ya afya 5,000 wameajiriwa na hivi sasa wanaendelea kupangiwa vituo ili wakaendelee na kazi. Mheshimiwa Rais aliahidi kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya kutolea huduma za afya pale familia zinapopoteza wapendwa wao. Nafurahi kuwaeleza kwamba utekelezaji wa maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais umeanza ndani ya siku 100. Lakini pia Mheshimiwa Rais aliahidi kuandaa mkakati madhubuti wa kisayansi wa kuhakikisha mtoto wa darasa la 3 anaweza kusoma, kuandika na kuhesabu KKK. Tayari mpango huu umezinduliwa mwezi uliopita na wote ni mashahidi, na utekelezaji umeanza. Sasa hivi Wizara ya Elimu kazi wanayoifanya ni kuhakikisha wanatoa mafunzo kwa walimu ili waweze kutekeleza kwa ukamilifu zaidi katika maeneo mbalimbali nchini.